Wazalendo kwa sasa wanaanza kupigana kabisa kama mashujaa. Wazalendo mnaendelea kupigana vizuri kabisa. Wazalendo wa Sud Kivu na wazalendo wa Nord Kivu mnaendelea kupambana kwa kweli vizuri zaidi, na msikubali tena kwa kurudi nyuma katika ndani ya seta ama katika ndani ya uwanja wenye mapigano. Kwa sasa katika upande tofauti mliona mara moja gisi wanajeshi wa Zalendo walikimbiza wanajeshi wa waasi katika eneo ya Kipupu mara moja, wakapeleka mara moja wapi? Mikenge, tena ndio kwenye jeshi la waasi M23 mara moja walirejea huko. Lakini kwa sasa wanajeshi wa upande wa Kaseke huko upande wa Nord Kivu nako wakapiga vibaya zaidi. Leo tena wamechapa M23 mara moja, tena wamerudi katika upande wa Kasenyi, ndio kwenye jeshi la waasi M23 tena wamerejea nyuma. Pari ya kuendelea kuavanse wanaanza kurudi nyuma. Mashabiki wa media Goma TV, mashabiki kwa muda wetu huyu wa habari kwa sasa, kumbuka tayari ukiwa unanisikiliza mara kwa mara ndani ya media Goma TV, ni reporter Nelson katika muda huyu wa habari. Kama kawaida tu, unanisikiliza kutokea katika kona gani ama unanisikiliza kutokea sehemu gani? Kama tayari wewe ni shabiki wa media Goma TV, subscribe, like, comment ili habari zetu mara kwa moja wafikie. Katika muda wa leo niko na mengi ya kuwatangazia katika mada zetu kama kawaida. Tayari jua ukiniona katika mnara huyu unajua tayari reporter nimerejea tena kuwapasha habari zenye ziko kwenye uwanja mapambano kwa muda huyu wa jioni wa leo. Kumbuka leo ni Sunday, leo ni Dimanche, na muda huyu wa habari leo ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2020 na ngapi na 6. Mapambano inaendelea kuwaka katika upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika nje ya Kongo, katika nchini ulayani huko mainchi tofauti. Vita inaendelea kusonga, sio Kongo peke yao. Kwa sasa vita nayo tena imeonekana katika nchini mara moja, katika mainchi kigeni huko ndani ya Ukraine na Rusi, eneo ya nchini Urusi. Mara moja vita ya Ukraine na nchini Urusi imewaka zaidi. Kati la jeshi la Ukraine imepoteza wanajeshi 213. Katika jeshi katika nchini wanajeshi wa Rusi wamepoteza wanajeshi 213, muko wanajeshi na raia population. Na katika nchini Irani ndani ya Ukraine wamepoteza wanajeshi na pamoja na raia population 350. 350 avec les militaires avec la population. Sasa ndio wanajeshi wamepoteza, yani ndio watu wamekufa katika mtuto wa risasi ulikuwa jana tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Sio Kongo tu hili vita liko. Kumbuka niliwaambia vita inaendelea kuwa katika eneo yote. Ukiwa unanisikiliza kupitia media Goma TV utajua habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa katika habari zetu mara moja na kuja kuwapeleka katika uwanja mapambano. Hatua jeshi la waasi wa M23 kwa sasa wanaendelea kufanya operation militaire kwa sasa. Kwa sababu gani hizi operation nazitaja? Kusema wanajeshi wa M23 wanaendelea kuavanse katika lengo lao na kuendelea kupitia mdala wenye mapigano. Kumbuka katika mapambano haya kuna wale wanaosimamia mapigano. Kumbuka kwa upande ya kijeshi anaosimamia mapambano haya ni General Sultana Makenge. Huyu ni mwanajeshi, watu wengi hawajajua huyu mwanajeshi anapigana kivipi. Yani strategia ya huyu mwanajeshi ametumia mbingu gani? Kumbuka huyu general ama kupitia historia wanajeshi wanaokuwa katika mapambano haya, kuna wanajeshi wale kabisa wataalamu kwenye mavita na walikuwa katika kikundi cha serikali cha FARDC. Kwa sasa walijiteula na serikali wakakuja wakaungana na chama cha M23 pamoja, na hapo ndio kwenye viongozi wengine walikuwa, mnajua tayari anayoitwa Colonel Nanga alikuwa kiongozi mkubwa zaidi kwa serikali ya Kongo, pamoja na Bertrand Bisimwa na alikuwa pamoja na watu wengine tofauti. Lakini kumbuka haya yote, kwa nini hili ndio
maswali watu, hata kama tunasema tayari Colonel Nangaa alikuwa pamoja avec le rais Joseph Kabila, lakini alijiteula na serikali kwa kuja kuungana pamoja na serikali ya waasi M23. Kumbuka Colonel Nangaa alikuwa katika parti ya Felix Seketi, na hapo ndio alikuja. Hapo kuna vitu vinaendelea watu wangu. Hili ni kuja kuwatangazia na kuambia kwa nini wanajeshi hao wa M23 wanasema lengo yao ni mpaka Kinshasa kwa sasa. Lengo wako nayo sio kusema mpaka Kinshasa, wabadilishe serikali lenye liko Kinshasa. Hili ndio mpangilio wamesema kwa sasa. Hii inaitwa break news. Break news. Wanasema kwa sasa M23 wametangaza kusema objectif mpaka Kinshasa, ndio lengo lao litakuwa limefika mwisho. Na kwa sasa viongozi gisi wamejigaula, M23 wamejigaula kwenye mapigano. Tutakuja kuwapeleka katika upande mara moja ya Ruchuru. General anaongoza Ruchuru mzima yote, general anaongoza Ruchuru anaongoza eneo inaitwa Lubero, Nyiragongo, eneo ya Rubero Nyiragongo, anaoitwa kiongozi anaitwa Generale Bandue Ngarule. General Bandue Ngarule wa M23 ndio anaongoza tayari Lubero, eneo inaitwa Nyiragongo na uko teritware yote ya Ruchuru. Yani hizo maseta zote, hizo vijiji zote, yani tuseme M23 generale wao ni huyu anaoitwa mara moja, anaitwa Bandue Ngarule ndio anaosimamia chama uko upande wa Ruchuru. Upande ya Masisi mwenye anasimamia upande wa Masisi eneo ya Walikale, na kamanda huyu anaoitwa General Justin Kacheri Musanga, anayoitwa General Justin Kacheri Musanga. Yeye ndio anasimamia jeshi la waasi upande wa Masisi na Walikale, yani tuseme ndio edikota hili kwenye mapigano. Wakiwa kwenye mapigano kila eneo wako na generali. Upande wa Sud Kivu mnasikia vita zinaendelea. Upande wa Sud Kivu generale mkuu wa wanajeshi wa Sud Kivu anaoitwa mara moja anaitwa Biamungu Inosa, anaitwa Inosa Biamungu, njo anasimamia upande wa Sud Kivu anaopambana na jeshi la FARDC na jeshi la wanajeshi wa wazalendo, jeshi la Burundi na jeshi la Ibu. Hivyo ndio walijipanga kwenye mapigano hawa. Sasa kamanda wao, kiongozi wao, yani tuseme kama yeye, niseme kama njo anaweza kusema nini, yani njo mkubwa wa militaire, yeye njo generale mkubwa wa, kama vile mnasikiaga generale mkubwa wa FARDC ako ndani ya edikota Kinshasa. Hajawahi kuingia maprovince yoyote, yeye iko tu ndani ya Kinshasa, anapeana order, mubombarde fasi fulani, mutumie strategie ya vita fasi fulani. Yani wanajeshi wakikosa vifaa mara moja, yeye anapeana order ya kusukuma vifaa hizi viende kupeana renfort katika eneo hili. Lakini generale huyu anaoitwa Generale Sultana Makenge, yeye tayari ni generale iko katika edikota. Yeye hana edikota yote kwa sababu iko katika uwanja vita. Generale anaendaga huko. Huyu Sultana mnaona huyu, yeye anaenda kwenye uwanja, ajue wanajeshi wanakufa ni wangapi, ajue wanajeshi wake ni wangapi. Sio kama wa generali wetu wa Kongo, wengine wa gouvernement wanaeka tu kwa viti hapa, waishazeekea kwenye viti. Unaona generali amezeeka kabisa, hata ukimkimbiza hawezi kukimbia. Kwa sababu gani? Yeye iko na chewa, yeye iko na mbingu za kupigana. Mbingu gani za kupigana saizi? Strategies zenye ziko ule generali hajui.
Unaelewa vizuri? Sasa wanaekaa kwenye viti, unajipata majenerali wa Kongo, unamkuta Omomala anavimba tu kitumbu hapo hivi, anaikalisha hapa, anaanza kusoma discours, anaanza kusema mambo ya vita kisi taendelea, na katika order yenye anapeana kwenye uwanja mapambano, mara moja jeshi wanashindwa huko. Kupitia nini? Yeye anapeana strategy ya vita ya kitambo hatua ya Joseph Kabila, anapeana reglement d'ordre ya hatua ya Mobutu Seseko, ya Roland Desire, yani zile vita za kitambo. Yeye hajui kama kwa sasa vita za leo inakuja kutumiwa na vijana. Ukiangalia manchi mengine wa generali kubwa, wale wakubwa tayari ni vijana, kwa sababu wao wana uzoefu, wanaweza kwenye. Mkiangalia mara moja vijana ndio wanaendelea kuavance sana, lakini kwa serikali ya Kongo wazee ndio wanakaa hapo kwenye viti vya kule Kinshasa, unajikuta tu kinekaa hapo hivyo hao ndio wenye kusema makinge, yani wazee wataalamu. Lakini vijana wa FARDC wako kwenye uwanja mapambano, wanapeana maorde kule kwenye wakipeana maorde, vijana wanapigwa huko na waasi, kwa sababu waasi hao ni vijana. Hao waasi kiongozi wao, huyo generali wao mkubwa, kamadari mkubwa wao, anaenda kwenye vita, hata akipigwa masasi. Mumeona mara ngapi amepigwa masasi kwa miguu, mpaka anaendelea. Hata mkiangalia mguu yake moja wa kushoto gisi anavyotembea, haya ni mabara alipigwa kwenye uwanja, lakini akasema siweze kubaki kwenye biro, na tayari watoto wangu wako kwenye uwanja, acha niwafuatilie. Ndio maana mnaangalia waasi M23 wanapambana na wanatumia strategy la vita. Kwa kweli hili ndio kitu inabidi wakongomani tujifunze, wajeshi wa Kongo tujifunze. FARDC wamepambana kwa kweli mna yote, lakini viongozi wanapeana strategy za vita za kitambo. Mzee hajaenda kwenye mafunzo tena, aone mafunzo. Mzee hawezi kuruka hata hii ukuta, hawezi kukimbia hata kidogo. Yeye tuko pale, wanamsukuma, anaingia kwa Land Cruiser, anakuja mara moja. Baza wapi bona mokeiwa na wapi? Yani mzee, kwa sababu anajua huku Sud Kivu tunakufa, anajua watu wa Sud Kivu ni sisi ni masenje, watu wa Sud Kivu, watu wa este wote wanatuchukulia kama sisi ni masenje, hatuna haki. Kumbuka wakiwa kule ndio mjue tayari nchi ya Kongo tuko na mambo yenyewe ieleweki. Unajipata kwa serikali ya Kongo watu hawajui Kiswahili, ndio mjue kwamba hii serikali tunafanya. Ushakusikia vita nchi gani yenyewe wanajeshi, si ndio? Wanajeshi kiongozi iko kwenye kiti hajui lugha ya wanajeshi wake. Unajisikia Kinshasa viongozi wako hapo wote ni Wangala tu, Wangala tu, wanaongea Lingala tu, Waluba, Wakinua tu. Hakuna kiongozi wa generali mkubwa kabisa, jemedari mkubwa upande wa Sud Kivu, kwa sababu upande wa este wakikuwa tayari wanawapeleka kwenye vita, wende wauawe huko, ama wakuwe wasingiti huko, waendelee kukula rushwa tu, yani wawatumie. Unanifuata? Kwa sababu hawa ni watu wa este. Lakini ukiangalia wale Wakinwa wazao bwana Kongo wanao bazana kote wana Kinshasa, Katanga, Lubumbashi, Lubumbashi wanapiga Kiswahili. Huko mainchi huko eneo kwenye Makasai Orientale huko haongee Kiswahili, Lingala tu na Kiluba. Sasa uniambie ule mtoe huko mulete Sud Kivu, umulete Nord Kivu kwenye uwanja mapambano, hataweza. Kwa sababu gani? Wameona watu wa este, acha vita ibaki tu este, wasijali maasla wa este, wasijali yani ndio maana tunawaambia watu wangu, munabidi muwe makini. Watu wa este tumechukuliwa kama masenje, tumeshachukuliwa kama masenje, mavagabo. Hatuna faida kwa Kongo, inabidi tuwawe, tumalizwe moja kwa moja. Ndio maana unajipata hili vita litaki kuisha, kwa sababu kama watu wa este nyinyi wote mjaisha, hakuna tatizo. Kwa sababu ujue njikuwa tayari ni Wakinua huko, mara moja njikuwa waisha rejesha amani, kwa sababu wanajua kitu gani wanapoteza. Lakini tayari watu wa este gizi tuna upumbavu, kwa sababu waliona watu wa este hatuna upendo. Watu wa este hatuna upendo, hatupendanangi watu wa este. Au moment là jusqu'à aujourd'hui watu wa este ukiongea Kiswahili na unajua mwenzako unamfitinia, unamuua. Hiyo ndio maisha ya watu wa este. Hata tuweke kweli. Kwa sababu gani? Ndio maana mnaona kwa sasa vita ikikuwa tayari wale wa viongozi wenye wanakuja kudirije vita ni watu ya este. Hata kama tayari ni mtu wa huko
atatumwa mara moja, alikuwa tayari msaliti, anakuja mara moja este, mara moja anapewa masharti, enda huko, kwa sababu hawa ni wao, siende kwenye uwanja. Ushasikia komanda 33e region general anaenda kwenye uwanja, wale wanaoenda ni majenerali wengine tofauti nini na nini, makoloneli kule unasikia wanapigwa, wanauawa huko, vijana wetu wa Waswahili wanakufa Kongo, my friend. Ndio inabidi wakongomani tuelewe na tutambue kwenye uwanja mapambano mambo inaendelea vipi kwa sasa. Habari nyingine nakuja kuwaletea kwa sasa katika muda huyu, ili muelewe katika uwanja mapambano mambo yanaendelea kubadilika. Hili niwapeleke katika eneo yenye mapigano kwa sasa mara kwa moja. Nimewapeleka katika seta ya uwanja mapambano katika ndani ya Ruchuru, eneo inaitwa Kibungu, eneo ya Kibungu, ndani ya ulayani Kabana, Bushanda. Vita imeendelea kuwa zaidi kati ya waasi wasiojulikana waliovamia kijiji hivi. Walikuwa ni waasi waasi wa chama viwili vilikuwa vikivamiana katika eneo ya Kibungu, eneo ya Kibingu na kuelekea Kabana na Buchanda. Vita hili wanajeshi hawa wengine walikuwa kitokea upande inaitwa eneo inaitwa Kibirizi, walikuwa mara moja wanaenda kushambulia wanajeshi wengine walikuwa upande wa Kibingu. Mara moja hawa ni wanajeshi wa wazalendo walikuwa kivamiana, kwa sababu niliwaambia katika vita kuna madefo zenye ziko upande huyu, lakini vita haijamalizika. Hili niwapeleke sasa katika ndani ulayani inaitwa Kabanda, eneo ya Kabanda. Wavamizi wasiojulikana tena walivamia raia population, wakapiga baba mmoja na watu watatu walipoteza maisha, na mwana pikipiki mmoja alikuwa kitokea kazini akadondoreshwa masasi kwenye shingo lake. Beni, mwanahabari mmoja kutokea katika anaitwa Sanya mara moja alivamiwa na waasi wasiojulikana, lakini hajapoteza maisha. Alitolewa simu zake na mambo zingine za vifaa, lakini ya muhimu kwa sasa ako usalama, na amehimiza raia population kwa sasa, yoyote atapokea simu ataona nambari hii asifanye mchango yote, kwa sababu hawa wavamizi walifanya hili wapohole mali ama waibie watu population. Na kama unavyonisikiliza, kumbuka kwa sasa habari mengine tunakuja kurejeshea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande unaoelekea ndani ya sehemu ya Shabunda. Shabunda nako mambo inaendelea kubadilika mara kwa mara. Kwa sasa raia population wa Shabunda wanaomba serikali ya Kongo kuwarejeshea amani, kwa sababu kunaendelea kuwa hali wasiwasi kwa sababu ya jeshi la wazalendo wanaendelea kuvamiana katika vijiji hivyo. Na kwa sasa katika upande wa Kamituga nako tena kumeonekana tena uvamizi katika eneo inaitwa Nyasenke. Mara moja raia population watatu, walikuwa watano, wawili waliuawa, wengine watatu wamechukuliwa mateka, bado hawajarejeshwa, na wale waliochukua bado hawajaonekana. Kwa sasa niliwaambia Kongo kumezingatiwa kwa sasa, waasi ni wengi zaidi, wengi wameprofite hatua ya okazio lenye magomvi haya. Kumbuka wengi walipata njia la kupata silaha kwa rahisi. Kumbuka kwa sasa wale waliopewa silaha wengi wamejiteula na serikali moja kwa moja na kuja kuwapeleka mara moja katika eneo zingine. Kuna mwanajeshi mmoja kutokea mji wa Uvira mara moja. Uvira, katika ulayani ya Uvira, kuna mwanajeshi mmoja kutokea ndani ya eneo inaitwa Rambende, ndani ya eneo inaitwa Rambende, eneo ya Rambende. Mwanajeshi huyu alipiga raia population watatu masasi. Ilikuwa ni muda tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mwanajeshi huyu aliyopiga raia population masasi mara moja alipotea na akasafiri porini. Mpaka kwa sasa watu hawajajua kwa sababu gani huyu mwanajeshi kushambulia raia population hawa na kuwapiga masasi. Niliwaambia mambo ni mengi zaidi. Huyu mwanajeshi huyu aliyojiteula kwa sasa amefanya makosa hili. Huyu kwa sasa amekimbilia porini, unaweza kujikuta ameenda kula atengeneze wajambazi, aanze tena naye kufanya majambazi, waanze kuibia raia population. Kwa sasa nimewaambia tatizo la Kongo ni mengi. Wanajeshi wa Kongo wamekosa mambo mengi tofauti. Wanajeshi wa Kongo kwa sasa serikali ya Felix Tshisekedi amewaunda kwa sasa, wanavaa vizuri, kuvaa vizuri na silaha mapya sasa, lakini tatizo limoja, hawana chakula.
Ya pili, masasi na washia wanakosa financement kwenye uwanja mapambano. Ya tatu, wanajeshi wanalala mahali pabaya, wanapigwa na mvua, wanakoa na baridi sana. Hili nalo ni changamoto. La nne, mshahara wao imeendelea kuwa mdogo zaidi, mpaka wanajeshi sasa wa wazalendo ndio wanapata tatizo mengi zaidi, hata pesa hawalipwi, hata chakula hawapati, na kwenye uwanja mapambano wanaendelea kupata nani. Na lingine, serikali la Kongo FARDC inawaongoza kwenye uwanja, hao wanajeshi wa wazalendo hawajiongoze kwenye uwanja. Ndio maana unajipata hao kwa kwanza hawana mahali hao wako desorde. Lakini kwa sasa serikali wazalendo inabidi wajichukulie hatua, wapambane hao kwa hao, waache kusikiliza masharti ya serikali, kwa sababu nyinyi, kumbuka, nyinyi wazalendo mulikuwa rebere omomala, mulikuwa porini kama maimai. Hatua mulipewa nafasi ya kuungana na serikali, inabidi sasa mkiona serikali haiendeshe gisi nyinyi mnataka, na nyinyi kwa sababu ndio mnajipata wazalendo wengi wanakuwa wezi, wazalendo wengi wanaenda uwa waraia, population wengi wanafanya mambo ya violence mingi zaidi, kwa sababu wanakosa proximite, wanakosa kila kitu. Lakini kwa sasa wanatumia mbingu za uporaji kutengeneza mabariere katika eneo fulani tofauti. Raia population kwanza habari niko nayo inaitwa break news. Raia population wa Baraka na Fizi wameteseka. Hii inawatangazia tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi. Haya nakuja kuchambua. Raia population wa Fizi wameteseka sana mpaka eneo ya hapo Baraka.